Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Tusonge mbele ambapo muungano wa vyama vya wafanyikazi humu nchini KOTU umeshtumu matamshi ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kumhusu Francis Atwoli na muungano huo. Mwenyekiti wa KOTU Kasisi Joel Chebii amedai kwamba Gachagua hajali maslahi ya yeyote na ananuia tu kulipiza kisasi. We have a labor union led by a Secretary General. The staff union, the management, the supervisors, all of us are rallying call to replace KOTU with the new labor. Ni matamshi haya ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akipendekeza kuanzishwa kwa muungano mbadala wa wafanyikazi mbali na ule wa KOTU yanayowatia tumbo joto viongozi wa muungano huo. We are not fearing as many centers possible. They can bring many centers. The law, the requirement is that the most representative national center is the one that is recognized by governments of each country and by extension by ILO. And our constitution provides that every worker has a right to join a union of his choice. So this is not a threat. So when Atwoli has been elected, then they need to wait until that time that we will exceed, so that if they are able to come. Muungano wa KOTU umepuuzilia mbali mito hiyo ukidai kwamba Gachagua anatumia kila mbinu kuendelea kuwa na umuhimu wa kisiasa. We wish to inform him that trade unions are not political chaos created for overnight to satisfy wounded egos or personal vendettas. KOTU is a largely established national labor center. Wakiongozwa na mwenyekiti Kasisi Joel Chebii na naibu katibu mkuu wa KOTU Benson Okwaro, muungano huo unamshtumu kiongozi huyo wa chama cha DCP kwa kuibua shaka kuhusiana na utekelezaji wa nyongeza ya mshahara ya 12% iliyotangazwa hivi majuzi kwa wafanyikazi na 15% kwa wakulima iliyotangazwa wakati wa sikukuu ya Labor Day katika kaunti ya Vihiga. They should know that KOTU, we are doing what we are required, and we are elected individually through our, workers from industries. Abdiaziz Hashim, Darubini.